Ushindi ndio huu hapa, umefika nyumbani sasa. Arusha kutokea Dar es Salaam. Tulifurahi mno. Jamani tucheze. Yaani ni uhakika kabisa, haina longo. PMBet ni yenyewe. Ni www.pmbet.co.tz. Niseme utekelezaji wa ilani huu ambao umekamilika umehitimisha kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa awamu ya 6, alivyoahidi kuhakikisha kwamba anaondoa Watanzania kwenye umaskini kuelekea kwenye kipato cha juu. Kwa sababu miundombinu ambayo ameitengeneza ni miundombinu ambayo inaenda kuokoa au kufanya kazi kubwa ya kuondoa watu kumaskini. Kwa mfano, miradi ya umwagiliaji ni miradi ambayo inakata klosi kila Mtanzania, ni ajira ya kila mmoja. Lakini usafiri nafuu wa SGR ambao mpaka sasa karibia wananchi milioni 2 wamesafirishwa. Unaweza kuona jinsi gani ambavyo kumekuwa kuna shida kubwa ya usafiri, lakini shida kubwa ya namna ya kufika kwa wakati. Lakini sasa hivi kutoka Dar es Salaam kuja hapa ni muda masaa 3, hakuna kusimama, lakini hakuna fujo nyingi. Lakini ukiangalia hata kwenye issue ya umeme, amefanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba umeme unapatikana. Vitu vyote hivi ni derivatives, ni vyombo, ni chombo cha kusafirisha watu kutoka kwenye umaskini kwenda kwenye utajiri. Kwa hivyo utekelezaji wa ilani huu ni mwanzo wa kuhakikisha kwamba Tanzania inarudi kwenye uchumi wa kati kwenda uchumi wa juu kwa haraka zaidi. Ukiangalia mapato kwa ujumla ambayo yamekusanywa kutokana na kazi mbalimbali na kazi za uchumi na uwekezaji, unaona kabisa kwamba nchi inaenda kuwa tajiri muda sio mrefu. Kwa hiyo Watanzania waendelee kuiunga mkono Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ilani ijayo ambayo tunaipokea kesho ndio inaenda sasa kuhitimisha sasa kazi kubwa ambayo ameifanya mwaka huu. Mashirika ya ndege, sasa hivi watalii wamefikia milioni 5. Wamefika milioni 5 kwa sababu tuna mashirika yetu ya ndege, tunaweza tukawafikisha popote. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba ni ilani ambayo imelenga kumkomboa mwananchi wa chini. Ziko nchi nyingi duniani ambazo zinafanya uchumi, lakini ukiangalia uchumi wa mataifa makubwa unaangalia watu wenye vipato vikubwa. Lakini utekelezaji wa ilani wa Daktari Samia Suluhu Hassan umeenda kuangalia wananchi wa kawaida, kitu ambacho sasa kinaenda kuwanyanyua wananchi wote kutoka chini kwenda juu, ambapo ni uchumi shirikishi ambao ndio tutatoka haraka zaidi kwenye umaskini. Unatoka katika jiji la Arusha, jiji ambalo ni la utalii, na unatoka kwenye wilaya ya Monduli. Ila kwa jiji la Arusha inatajwa kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vimechelewa ni pamoja na swala zima la kuwepo kwa stendi kubwa ambayo ni ya kisasa, na kwenye ilani iliyopita tumeona imetajwa kwamba kuhusiana na masuala mazima ya miundombinu. Unaweza ukazungumza kitu gani kwa wana Arusha ukiwatoa na Monduli peke yao, ila kwa watu wa Arusha pia? Kwa watu wa Arusha ni neema kubwa. Stendi inaenda kujengwa, stendi ya kisasa. Kwa hiyo naomba niseme wananchi wa Arusha watarajie kupata stendi ya kisasa sawasawa na miji mingine mikubwa. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba stendi ile ikijajengwa, maana yake ni kwamba sasa itarahisisha usafiri wa utalii. Sisi tuko na kamanda pale ndugu yetu Makonda ambaye amefanya kazi kubwa sana katika kuhakikisha kwamba miradi mingi ambayo imekwama inakuamuliwa. Kwa hivyo basi sisi kama wa Arusha wote kwa ujumla tunategemea stendi ile itakuwa ndo hub ya kusafirisha watalii. Mtalii atatoka Nairobi sasa ana uwezo wa kupanda gari moja kwa moja kuja stendi, hapotezwi kwa sababu stendi itakuwa ni ya kisasa. Lakini sio stendi tu, pia hata barabara. Mheshimiwa Rais ametoa barabara nyingi sana zinazoenda kuilisha sasa ile stendi. Kwa mfano, kuna mradi mkubwa kabisa wa Soda Line kule Engaluka ambao ni mradi karibia wa trilioni 1.7. Barabara inaenda kujengwa kwa lami mpaka kule. Kwa hivyo ile ujenzi wa stendi pia umechangizwa na ujenzi wa barabara za lami ambao utakuwa unailisha stendi. Kwa hiyo wananchi wa Arusha sasa watakuwa wana uwezo wa kufanya kazi mashambani kilomita karibia 100 au 150 kule Engaluka au Karatu, lakini pia wakarudi kulala Arusha kama wakaamua kujenga Arusha. Kwa hivyo Arusha itakuwa ni eneo muhimu sana kwa uchumi wa nchi kama ambavyo ilivyo muhimu sasa. Itaendelea kuwa muhimu kwa kuongeza mapato ya nchi yetu kwa sababu ndio hub ya uchumi wetu. Sisi ndio tunajua kukaa na watalii. Mikoa mingine wanajifunza, lakini Arusha tunakaa na watalii, tunawalisha watalii, tunawatembeza watalii. Kwa hivyo hili nina uhakika Mheshimiwa Rais wakati pia anamteua Mheshimiwa Makonda alisema kwamba ninakuteua uende Arusha, uende ukahakikishe kwamba utalii unaongezeka. Lakini mimi kama DC naweza nikajisifu pia hapa kwamba Monduli toka nimefika nimevutia watalii zaidi ya hoteli 6 za kitalii, nyota 5 zinaanza kujengwa sasa hivi.
Kwa hiyo nimeshiriki katika kuhakikisha kwamba naongeza vitanda vya kulala Arusha na hatimaye kuongeza mapato ya nchi hii. Majina naitwa Festo Shem Kiswaga. Mimi ni mkuu wa wilaya ya Monduli, lakini pia ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa kutoka Iringa vijijini.